Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na kile ambacho kimetokea huko uwanjani. Bwana, mambo ni moto kweli kweli. Unaambiwa kwamba Yanga wameibuka mabingwa katika kombe la ngao ya jamii, na ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafanya wana Yanga wa very excited. Imekuwa ni shangwe, nderemo na vifijo kwa upande wa Yanga. Goli likiwa limefungwa na Pacome Zouzoua, na ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha watu wengi sana, na watu walikuwa wana expect kwamba of course Pacome ni moja kati ya wachezaji wa bora kabisa sasa hivi katika klabu hiyo. Ukiachana na Mzize, ni kwamba Pacome ni moja kati ya wachezaji ambao wanawapa matumaini wa mashabiki wa Yanga. Na of course at the end of the day ni kwamba Pacome bwana hajawaangusha mashabiki wa klabu hiyo. Mnamo dakika ya 53 ni kwamba Pacome Zouzoua alifanikisha bwana kucheka na nyavu za goli la Simba. Hii ilikuwa ni kipindi cha pili mara tu baada ya kipindi cha kwanza kuisha kwa 0-0, lakini mwanzoni kabisa mwa kipindi cha pili dakika ya 53 bwana mpira ulipigwa na Prince Mpumelelo Dube, lakini mpira huo ulizuiwa na kipa, lakini pia Max Nzengeli naye pia akajaribu nafasi yake ikashindikana, then mpira kwa unaambaa Pacome akaushindilia wavuni, kitu ambacho kiliwafurahisha na kuwainua mashabiki wa klabu ya Yanga. Bwana, hili ndio lilikuwa goli la kwanza, na katika hilo goli ni kwamba goalkeeper wa timu ya Simba alienda kulalamika, akapigwa kadi ya njano. So kadi za njano bwana Simba wamezikoga za kumwaga, yani nyingi tu, takriban sio chini ya kadi 4 za njano Simba wamepewa. Lakini ukiachana hayo yote ni kwamba imekuwa ni siku njema sana, watu wamepata burudani. Japokuwa kwa upande wa mashabiki wa Simba haikuwa siku njema sana kwa upande wao, lakini kwa upande wa Yanga bwana mambo yalikuwa ni moto kweli kweli. Na tunaona ujio wa usajili wa Zimbwe. Yanga bwana, ni kwamba Zimbwe kwa mara ya kwanza kabisa amenyanyua kombe hilo baada ya muda mrefu. Ni kwamba kwa upande wake yeye tunafahamu kwamba Zimbwe ametoka Simba, lakini siku ya leo kwake imekuwa ni furaha, kwani tayari anachezea klabu ya Yanga. Kwa hiyo wakati Simba wamebaki na huzuni bwana, ni kwamba yeye Zimbwe alikuwa yuko na furaha na akaenda kubeba kombe lile la ngao ya jamii na kulitikisa hewani, na ni kitu ambacho kimefanya mashabiki wa Yanga wafurahi zaidi pale katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. So ilikuwa ni momenti nzuri sana kusema ukweli, lakini pia watu wamekuwa wakilalamika wakidai kwamba mchezaji wa Simba alikosa goli la wazi kabisa, alikuwa yuko yeye na kipa tu. Namzungumzia mchezaji ambaye anafahamika kwa jina la Kibu Dennis bwana, alikosa goli akiwa yuko yeye na kipa tu, kitu ambacho kimewadisappoint sana wachezaji na mashabiki wa klabu hiyo ya Simba Sports Club. Lakini kwa sasa hivi hali jinsi inavyoendelea ni kwamba baada ya klabu ya Yanga kuchukua kombe, kuna mambo mengi sana yamekuwa yakiendelea huko mitandaoni, na moja kati ya vitu hivyo bwana ni kwamba kama unavyoelewa kwamba Pacome yupo katika mahusiano na mwanadada anafahamika kwa jina la Nai. Sasa Nai bwana anachukua credit moja kwa moja baada ya Pacome kufanya miujiza au kuwanyanyua wachezaji wa Yanga na pamoja na mashabiki kwa ujumla kwa kupata goli leo. Ni kwamba naye bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba girl on fire, alafu akaka pale emoji za moto, alafu chini akaandika nahitaji maua yangu, akaka na kopa pale la kijani. Huyu naye bwana ni mpenzi wa Pacome Zouzoua. Sasa Pacome alivyoshinda kule, naye huko anasema kwamba anataka maua yake. Wadau wamekuja kuweka maoni yao hapa. Mfano, kuna mtu amesema kwamba huyu naye pia keshajikuta Georgina mpenzi wa Cristiano Ronaldo. Kuna mwingine huyu hapa amekuja hapa amecomment, ameandika kwamba bwana huyu naye atulie kabisa, yeye ni nani? Kuna mtu mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana yani maua yeye kama nani, anacheza au ni vipi, hebu atupishe. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo baada ya naye kusema kwamba anataka na yeye pia apewe maua yake, yani kama vile asifiwe baada ya mpenzi wake kushinda goli huko katika mechi ya derby kati ya Simba na Yanga leo.
Lakini ukiachana na vituko vya Nai, tumekutana pia na habari za watani wa klabu ya Simba kama hapa Mr. Mwanya bwana ametokea kuwaponda. Ni kwamba Mr. Mwanya bwana tunamuona hapa amewaponda kweli kweli mashabiki wa timu ya Simba. Hebu msikilize kidogo hapa Mr. Mwanya. Kiume unalivumilia, ni timu alieleweke kabisa, ni timu linashonwa kijingajinga kabisa, ni mtoto wa kiume. Unaambiwa mwanetu badilisha, fanya maamuzi badilisha. Ya hiyo ni kwa mujibu wa Mr. Mwanya, anakuambia kwamba mtoto wa kiume inakuwaje unavumilia timu ambayo haieleweki, timu inashonwa kila siku. Watu wanakuambia kwamba badilisha, timu haifai. Lakini pia vile vile bwana, kuna hii video inamwonyesha kijana wa Kizanzibari ambaye yeye ni shabiki wa timu ya Simba akiwa anamwaga machozi kweli kweli, na akiwa analalamika takriban sasa hivi ni kama mara 6, haipungui mara 5, yani ni almost mara 6 hivi kama I'm not mistaken. Anakuambia kwamba Simba kila akikutana na Yanga ni kipigo tu, yani ni kipigo juu ya kipigo. Afadhali hata leo wamechezea 1-0, lakini huko back then ilikuwa wameshawahi kuchezeaga 5-1 kama unakumbuka hivi karibuni. Hiyo swala ilishawahi kutokea, lakini bado dabi ipo tena kwa mwaka huu. Kwa labda tusubiri huko, huenda labda ukawa na mabadiliko au ikawa ni mwendo ule ule wa dozi kutoka kwa Yanga. Sasa hapa bwana, wachezaji mashabiki wa Simba wengine wameshaanza kukata tamaa na wamejisikia vibaya kupitiliza. Huyu hapa ni Mpemba akiwa analia bwana issue ya kufungwa kila siku na Yanga. Mtu kufunga mara 5. Mtu kufunga mara 5 mfululizo, mtu kufunga akufanya kama ngoma ya kienyeji, akupigia huko akupigia huko alafu kukaza moto, akupigia huko akupigia huko alafu kukaza moto kama ngoma ya kienyeji. Alafu mtu akufunga, yani timu ya kufunga, alafu wachezaji wapanda kwenye speaker waeka salute. Sijui tawaashiria ni utasema wangu kuja kwenye vita. Na Dube ile jezi yobi kwa haijampa hasa. Maana jezi mpana yemwe baba. Kuoneana tu. Wale tuachia vizuri. Ili tupa hasa matumaini, tukasema hii game tutashinda. Tucheza vizuri tukasema hii game hasa tutashinda. Mwisho wa siku. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Imekuwa ni machungu kwa klabu ya Simba, lakini imekuwa ni furaha kwa klabu ya Yanga. So ukiwa kama mdau, na wewe pia hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.